Ndugu zangu, watu wa Mungu na Watanzania wote, nilikuwa kimya kwa sababu nilisikia ndani yangu kumsubiri Bwana ili atimize ishara aliyonipa ya kihuduma kabla ya ishara kwa ajili ya taifa la Tanzania, au kabla hajatimiza kila alichosema kwa taifa la Tanzania. Ni kwamba nimekuwa nikieleza namna ambavyo kabla sijaoa nilisikia ndani yangu kwamba nisimuombe Mungu kupata mtoto. Hii sauti ilikuja baada ya kuanza maombi ya kwamba Mungu anijalie nikiingia tu kwenye ndoa anipe mtoto ili iwe ushuhuda mzuri kwa sababu ya kujitunza kwangu. Hapo nikakataliwa, nikaambiwa yeye ni Mungu, anaweza hata asinipe mtoto. Kwa hiyo nikawa mnyenyekevu kwa Mungu, na nilipotaka kufanya kama alivyoniambia mke wangu, mnajua kilichonitokea. Kama kilivyomtokea Ibrahimu alipoambiwa kwa habari amchukue mjakazi wake ili ampatie Sara mtoto, mnajua kilichotokea. Na mimi yule mtoto ule ujauzito ambapo nilimtii mke wangu kwa kumwombea, ukiwa na miezi 7 na wiki 2 ulitoka. Kwa Mungu akanikumbusha kwamba niwe namsikiliza yeye. Kwa hiyo wote tulikubaliana sasa kwamba tunamngoja Bwana kwa wakati wake. Sasa kuhitimisha, baada ya Mungu kuonyesha kwamba atatupa mtoto wa kiume na atazaliwa akiwa wapi na atazaliwaje, yote yametimia. Jana tarehe 19 mwezi wa pili 2026, kule ambako Mungu alionyesha atazaliwa huyo mtoto kwa njia ya ndoto, ndio imetokea hivyo. Lakini pia ilionyesha kwamba mtoto atazaliwa, lakini kutakuwa na kuhangaika sana, na ni kweli mtoto amezaliwa kwa kuhangaika sana. Yani ilitakiwa azaliwe saa 6 lakini amezaliwa saa 1. Uchungu unakuja kabisa, lakini baadaye unatoweka mpaka akawekewa maji ya uchungu. Yani kila kitu, yani ni sawa na kwamba ni sawa na kwamba mtu unaingia kwenye mtihani lakini tayari una pepa ya majibu. Na hapo kuna kitu ambacho nataka niseme pia kwamba baada ya mke wangu pia kumwambia, kuna ndoto ambazo aliota mke wangu kwa ajili ya mtoto, kuna zingine ambazo aliota mtumishi wa Mungu ambaye tunaomba naye, watumishi wa Mungu ambao tunaomba nao. Lakini pia mimi nilisikia sauti kutoka ndani kwa bali ya mtoto atakuwa ni wa kiume na jina nitamuita nani. Kwa nilimwamini Mungu juu ya hilo. Sasa nilipomwambia mke wangu kwa habari ya kwamba kuna mtumishi ameota kwamba utajifungua kwa kuhangaika, akasema hapana, haitatokea, Mungu atanisaidia. Lakini mimi nikatulia moyoni, nikasema Mungu akionyesha kitu, kuna wakati anaonyesha kwa sababu anakupa taarifa, hakuna kitakachobadilika. Na kweli kimekuwa hivyo. Tunajifunza nini mahali hapa? Ya kwamba kuna mambo Mungu anatujulisha na hatuwezi kuyabadilisha hata kama tutafanyeje. Kwa hiyo mimi nakumbusha tu kwa ujumbe ambao nimekuwa nikisema juu ya Rais Samia na viongozi wote ambao mnategemea utawala wake, ya kwamba mnaweza mkamtetea mnavyojua, lakini kwa kuwa Mungu alionyesha kwamba kuna anguko lake, hilo anguko litatimia. Na dawa yake ilikuwa kunyenyekea kwa Mungu, na Mungu angempa hata mlango wa neema. Unajua Mungu anaweza asikuondolea adhabu, ila akakupunguzia adhabu, kama alivyofanya kwa Kaini. Hakumuondolea kabisa adhabu, lakini alimpunguzia adhabu na akampa ulinzi ili mtu yoyote asije akamuua. Kwa hiyo nilitamani Rais Samia angekuwa mnyenyekevu kwa Mungu, angefungua mlango wa kusamehewa na Mungu, angefungua mlango wa kupunguziwa adhabu na Mungu, angefungua mlango wa kulindwa na Mungu kama alivyokuwa Kaini. Basi nikiwa nina siku ya leo, wakati na muomba Mungu anipe sasa ujumbe kwa ajili, niposikia ndani yangu kutoa ujumbe kwa ajili ya taifa,
kabidi nimwombe Mungu sasa anipe neno. Naomba nilete neno hili, ni Wakorintho wa kwanza sura ya 2, sura ya 3 mstari kuanzia wa kwanza hadi wa 4 inasema: lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamkijakiweza, naam hata sasa hamkiwezi. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wenye tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Maana hapo mtu mmoja nitakomea huo mstari wa 3. Neno hili ni Paulo akiwa analiambia kanisa la Wakorintho kwamba wamekuwa ni watu wa mwilini. Kwa hiyo hata alipokuwa anasema nao, hakusema nao kama watu wa rohoni, bali kama watu wa mwilini. Kwa hiyo hata kila alichokuwa nakisema hakuweza kukisikiliza. Ujumbe huu unatuhusu nini? Kama taifa, kama watu wa Mungu, kuna mambo mengi Mungu amesema nasi kwa ajili ya taifa la Tanzania, lakini imekuwa vigumu kuyatekeleza kwa sababu tumekuwa watu wa mwilini sana. Hatuwezi kuyafahamu mambo ya Mungu, hatuwezi kuyapokea mambo ya Mungu, maana tabia zetu zimekuwa tabia za mwilini. Tabia za mwilini zinaendana na neno unaloliamini, mafundisho tunayoyapokea. Mfano, siku hizi badala ya mafundisho ya kumsikiliza Mungu, kumnyenyekea Mungu, kumtafuta Mungu, tumekuwa na mafundisho ambayo ya imani kwa ajili ya kufanikiwa. Hayo ni mafundisho ambayo mara nyingi sana huwa yanaziba masikio ya kumsikia Mungu, na unaanza kusikia vitu. Maana Mungu wako ni kwa ajili ya kutatua vitu. Mungu wako ni kwa ajili ya kukufanikisha. Mungu wako ni kwa ajili ya kukuinua. Wakati hayo Mungu amesema anayafanya kama ziada, anayafanya kama B, lakini A ni yeye. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu nafsi yako kupokea mambo ya Mungu ambao ni nje ya ufalme wako, ni nje ya vitu ambavyo ni vipaumbele vyako. Maana kwenye ulimwengu wa roho mara nyingi unapokea kilicho kipaumbele kwako. Kwa ukianza kumondoa Mungu kwenye nafasi ya ibada yako na Mungu, uhusiano wako na Mungu, ushirika wako na Mungu, ikawa ni ushirika kwa ajili ya vitu vyako na Mungu, kwa ajili ya mafanikio yako kwa Mungu, inaondoa ile nafasi ya direct relationship yako na Mungu. Inaondoa ile nafasi ya kupokea kitu moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Kwa Mungu atusaidie. Na niendelee kutoa wito kwamba wenye makanisa tuendelee kufanya ibada za mkesha za Ijumaa kwa ajili ya taifa, Jumamosi maombi kwa ajili ya taifa. Unaweza ukafunga au usifunge, lakini angalau ziwe ni siku ambazo tutaendelea kumwomba Mungu, na Mungu wa neema atatujalia, na Mungu wa neema atatusikia, na Mungu wa neema atatukomboa. Lakini pia kila mwezi, Jumamosi ya kila mwezi tuwe na ibada. Mnaweza mkaungana makanisa, kwa sababu kuorganize kwa kitaifa imekuwa ngumu, watumishi hawaitikii. Lakini mnaweza mkaorganize makanisa fulani, mnakutana Jumamosi ya mwisho ya mwezi, mnaomba. Kwa sababu mnaona sivi vimeanza vikundi vya ugaidi vidogo vidogo. Kuna wakati ambapo watu watafurahia na kuona kama vinasaidia, lakini ujue shetani anapokuja huwa haji kama nyoka, anakuja kama malaika wa nuru. Kwa hivyo vikundi, mtu anayeua hayuko upande wa Mungu, anatumiwa na shetani. Kwa sababu iko hivi, ufalme wa Mungu siku zote ni katika kutatua tatizo kwa njia ya kimungu. Ila pale Mungu anapokuwa hajapewa nafasi, shetani anaingia na anafanya jambo kama anatatua, na Mungu nafasi yake ni kuruhusu hilo la shetani lifanyike, kwa sababu hakuna mlinzi aliyesimama. Ndio maana Israeli waliambiwa, enyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya, wala msimwache akae kimya, maana ameweka walinzi katika kuta za Yerusalemu. Sasa kama walinzi
ambao Mungu aliwakusudia kwa taifa, kwa jamii, hawajasimama kwa nafasi yao, manake shetani lazima akija anapata nafasi. Kwa hivi vikundi ambavyo vimeinuka vinadili na polisi, wala usifurahi moyoni mwako ukasema tumepata msaada. Msaada wa Mungu hauji kwa njia hiyo. Na Mungu akiruhusu hilo jambo, manake mbeleni litakugharimu tu, maana sio msaada perfect kutoka kwa Mungu. Ni sana kwamba Mungu anakuwa amekupa option ya kukusaidia. Njia ya kwanza kusaidie yeye, njia ya pili upite mikononi mwa Daudi kama alivyokuwa amemwambia Daudi. Kwa hiyo tuendelee kumwomba Mungu ili yeye Mungu mwenyewe atutoe mahali ambapo taifa tumefikia. Mwenyezi Mungu na Baba yetu wa mbinguni, ninasimama mbele zako Mungu uliye hai. Baba, ninaomba endelea kutusaidia, endelea kutusimamisha, endelea kutuongoza, endelea kututia nguvu. Ninaomba neema yako ikasimame kwa ajili ya taifa la Tanzania. Tunaomba Bwana ukaturudi kwa upendo, ukatupe nafasi nyingine ya toba katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai. Nyosha mkono wako Mungu na ukajidhihirishe. Nyosha mkono wako Mungu na ukajifunue. Nyosha mkono wako Mungu na ukajitukuze katikati yetu. Ninakuamini Mungu ya kwamba utafanya, utatenda, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tuendelee kumwamini Mungu na kumwomba Mungu kuangusha utawala ambao ametuonyesha. Kama Mungu alionyesha kwamba kuanguka kwa utawala wa Rais Samia, maana yake kusimamia alichoonyesha Mungu ni kusimamia cha Mungu, na ni kuonyesha kwamba unamsikiliza Mungu zaidi kuliko mwanadamu. Na that's why mimi kwa upande wangu nimeamua kumtii Mungu. Haijalishi mke wangu yuko Tanzania, mimi nimemwachia Mungu, lakini mimi nasimama kwenye nafasi ambayo Mungu ameniweka, nikijua hii nafasi ina hatari, lakini Mungu wangu ni kila kitu. Maisha yangu si kitu hapa duniani. Mungu atupe kumsikiliza na kumtanguliza yeye hata kama mbele yetu kuna hatari. Amen.